njia mdomo moja. Madhara yake yako mengi, lakini kwa uchache asilimia kubwa wengi wanapata fungus za mdomoni. Tushashuhudia sana watu wa hospitali wanaofanya mambo kama haya, fungus za mdomoni. Lakini pia wengi wanapata hiyo vidonda vya mdomo, inaweza kuwa ni bacterial infection ya kwenye mdomo kutokana na haya masuala. Lakini pia wengine wanapata oral cancer, tunaita saratani ya kwenye mdomo, au wengine wanapata saratani ya koo kushiriki mambo kama haya. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo naweza nikajibu kwa sasa hivi. Na kwa nini inakuwa hivi? Kikawaida hizi sehemu za siri zilipo, hasa ya mwanamke, eneo lile huaga ni kama acidic in nature. Na mwili wa binadamu ulivyo, kila sehemu unakuwa una bakteria tofauti, ama tunaita normal flora. Wale wanaleta madhara pindi unapowatoa kwenye eneo moja kuwaleta eneo jingine ambalo si makazi yao. Wapo kwenye makazi yao, ndio maana tuletee madhara. Even kwenye sikio hapo, si watu hapo. Tunapowatoa kuweka huku ndio wanaleta madhara. Sasa mfano nyinyi mnajamiana, halafu unachukua bakteria ambao au uchafu ambao huko maeneo yenu ya siri mnahamishia mdomoni, kutegemea matukio ya vitu kama hivyo na mengine zaidi ya hapo. Sasa una wito gani kwa jamii kuhusiana na jambo hili? Na watu tunaamini kwamba, baadhi yetu tunaamini kwamba pale sasa ndio kwenye mtu unakuwa unamridhisha zaidi kwa mdomo badala yake unjeni. Wito sisi kama wataalamu wa afya tunasema ni vyema kuacha. Haya masuala kuridhishana ni nyingi, lakini sisi tunasema ni vyema kuacha kwa sababu madhara yake ni kama hayo na mengine makubwa zaidi ya hayo. Kwa hiyo sisi tunashauri ni vizuri uache kutumia ama kufanya hivyo. Shukrani sana.